kamishna mkuu, ukiangalia historia ya Simba na asili yake, au Waswahili wanavyosema jasiri achi hasili. Asili ya mnyama Simba ni katika hifadhi kubwa sana duniani. Lakini tunapozungumzia hifadhi kubwa zenye hadhi mpaka ya kutambuliwa na UNESCO, tunazungumzia hifadhi ya Ngorongoro. Kwetu sisi tunaitumia fursa hii ya kutambulika kwa Ngorongoro katika UNESCO kama sehemu ama mahali pekee penye maajabu. Ameelezea kamishna hapa jinsi ambavyo kumefanyika ugunduzi wa fuvu la kale, nyayo za kale, na sisi tumeona ni nyakati pekee ambayo tunaweza kusherehekea miaka yetu 90 tangu kuanzishwa kwake kwa kurudi nyumbani. Na tunazungumzia Pride Returns Home kwa muktadha wa kwamba familia ya Simba imerudi nyumbani ambapo ni Ngorongoro. Tunaamini kwamba miaka hii 90 ya Simba yenye mafanikio na yenye safari nyingi, kuna mahali tumepitia changamoto kama klabu, lakini hatujaweza kuanguka. Tumeweka historia, tumepitia changamoto nyingi, lakini tumeweza kusimama. Sio kwa sababu yoyote ile, ni kwa sababu asili ya Simba ni kutoshindwa katika mawindo. Na ndio maana tumerudi katika asili yetu katika hifadhi ya Ngorongoro ili kuonesha tamaduni, urithi na nguvu halisi ya mnyama Simba. Tunapoelekea katika wiki kuadhimisha miaka 90 ya Simba, tunafahamu kwamba sisi ni klabu ambayo inafuatiliwa na mamilioni ya watu pembe zote za dunia. Na ukiangalia katika digital footprint zetu, klabu ya Simba ndiyo klabu ambayo inaongoza kwa upande wa Afrika Mashariki na Kati kuwepo katika digital footprint, tukiwa na karibu wafuasi milioni 20 ama zaidi katika mitandao ya kijamii. Hii sio nguvu ndogo, ni nguvu kubwa sana ambayo sisi tunaiona ni fursa pekee ya kuweza kuunganisha nguvu zetu pamoja na mamlaka ya uhifadhi ya Ngorongoro ili kuweza kuionyesha dunia Simba imetokea wapi na asili yake ni nini. Kwetu tunachukua ushirikiano huu kuwa ni moja ya shirikiano bora, kwa maana tunapoelekea katika miaka 90 tutafanya shughuli zote zinazohusiana na kumbukizi ya tangu kuanzishwa kwetu katika hifadhi ya mamlaka ya Ngorongoro, ambapo tutafanya uzinduzi wa matawi, lakini vile vile kutakuwa na program nyingi za activation ambazo zitafanyika katika hifadhi ya Ngorongoro. Lakini kwa kipekee vile vile tunafahamu kwamba Simba tumekuwa ni mabalozi wa utalii. Hii si mara ya kwanza, tulifanya hivyo katika kuipromote Tanzania kimataifa kupitia Visit Tanzania, lakini Visit Tanzania ilikuwa ni kama moja ya project ambayo ilikuwa ni broad. Sasa hivi tumeanza kuangalia ni kwa jinsi gani tutaenda katika hifadhi makususi, na hifadhi ya kwanza ambayo tumeionelea na tumeipendelea kufanya nayo kazi kutokana na upekee wake ni hifadhi ya Ngorongoro. Kwa hiyo ni watake wana Simba wote dunia nzima na mashabiki wetu waweze kuungana nasi katika maadhimisho ya miaka 90 tangu kuanzishwa kwa Simba kwa kufuatilia wiki ya Simba, uzinduzi wake, uzinduzi wa matawi pamoja na shughuli nyingine zote ambazo tutazifanya, ikiwemo kutoa kwa jamii, yaani CSR, ambazo zote tutazifanya Serengeti, Ngorongoro. Lakini kwa kipekee kabisa tunapoelekea katika kuzindua jezi zetu mpya, najua kila mmoja amekuwa na shauku ya kufahamu. Kumekuwa na jezi nyingi zinatambaa huko mitaani, lakini jezi ya msimu huu iko vipi? Inaonekana vipi? Ina ladha gani? Itaonekana katika wiki ambayo tutaifanya katika mfululizo wa The Pride Returns Home, yani katika mamlaka ya uhifadhi ya Ngorongoro. Kwa hiyo ninatoa wito wa kipekee kwa mashabiki wetu kuungana na sisi na kufuatilia ushirikiano huu ambao tunauzindua leo hapa Arusha. Na kwa kipekee kabisa kutoka kwa management ya Simba Sports Club, ninapenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa management na wafanyakazi wa mamlaka ya uhifadhi kwa kuwa tayari ni kwamba itakuwa ni fursa pekee ya kutumia wiki ya Simba au maadhimisho ya Simba Day ama miaka 90 ya Simba kwa kutumia Ngorongoro
kama sehemu ya kuweza kuwavutia watalii na mashabiki kutoka sehemu mbalimbali za dunia wanaokuja Tanzania kwa ajili ya mashindano ya AFCON na waweze kutembelea mamlaka na uhifadhi wake. Na kwa kipekee basi, mwenyekiti, nichukue fursa hii kwa niaba ya management kuwataka wanasimba wote kutembelea mamlaka ya uhifadhi ya Ngorongoro na waweze kujionea asili yao, na ndiyo maana sisi kama Simba tumekuja slogan ya kualika wanasimba na kuwakaribisha katika hifadhi ya Ngorongoro, na tunasema Simba tembelea Ngorongoro. Kwa hiyo mwenyekiti, naomba kwa muda nivunje ile slogan yetu ya Simba nguvu moja, iwe ni Simba tembelea Ngorongoro, ili tuweze ku-officiate jambo hili na liweze kuwavutia wanasimba wote kushirikiana nasi katika projekti hii muhimu. Naposema Simba, wote tutasema tembelea Ngorongoro. Simba tembelea Ngorongoro. Simba tembelea Ngorongoro. The pride returns home. Asanteni sana na washukuru kwa kunisikiliza. Mungu ibariki klabu ya Simba Sports Club, Mungu ibariki Ngorongoro, na Mungu ibariki Tanzania. Asanteni. Asante sana Jaji Mkuu wa Simba Zubeda Sabura kwa presentation hiyo, maelezo hayo mazuri kabisa, na tumpige makofi tena Jaji Mkuu kwa kazi kubwa ambayo ameifanya. Na tunasema watu wa Simba, mkifika Ngorongoro tunawapeleka pale kupika kuanza mchezo, kwa maana kwamba pale ambapo wanasayansi duniani kote wanathibitisha kuwa binadamu wa kwanza duniani kutembea kwa miguu miwili alipatikana ndani ya hifadhi ya Ngorongoro.